Wapendwa wanafamilia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa sasa tuko katika kipindi cha pili cha Majilio. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni Dominika ya kwanza ya kipindi cha Majilio hadi tarehe 16 ya mwezi wa 12. Na kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 24 ya mwezi wa 12 ni kipindi cha pili cha Majilio. Kipindi hicho cha kwanza kuanzia Dominika ya kwanza mpaka tarehe 16, sala, nyimbo na ratiba yote ya kiliturujia inazungumzia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani atakapokuja katika utukufu wake. Na huo ni ujio wa pili ambapo katika siku ya utukufu atakuja kuwahukumu walio hai na wafu, kama tunavyosali katika sala yetu ya nasadiki kwamba atakapokuja huyo mwana wa Adamu katika siku yake atakuja kuhukumu wazima na wafu. Na kipindi hiki cha pili tarehe 17 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 12, maadhimisho yote ya liturujia yanasemea ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuzaliwa kwake. Kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni tofauti na ambavyo tumezoea au kujua katika jamii zetu watoto wanavyozaliwa. Yeye kuzaliwa kwake sio kwa kwanza kuwepo, bali tunasherekea umwilisho wake, yaani incarnation, ambapo Kristo anakuja kutoa mwili wa mwanadamu kupitia kwa mama yetu Bikira Maria. Kumbe yeye amekuwapo tangu kuumbwa kwa ulimwengu, kama ambavyo tunasoma katika Injili kadri ilivyoandikwa na Yohane sura ya kwanza na kuendelea, kwamba hapo mwanzo kulikuwa hapo na neno, na huyo neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu, na kupitia huyo neno vyote viliumbwa. Pasipo yeye hakuna kilichoumbwa. Huyo neno anayezungumziwa ni Bwana wetu Yesu Kristo, yaani nafsi ya pili ya Mungu. Sasa wakati ulipotimia ndipo Mungu anamtuma kwetu ili sisi tuweze kukombolewa, kama anavyotuambia Mtume Paulo kupitia waraka wake wa kwanza kwa Wagalatia sura ya 4 aya ya 4, kwamba wakati ulipotimia ndipo Mungu alimtoa huyo Bwana wetu Yesu Kristo kuja kukomboa ulimwengu. Sasa tunapoelekea katika kipindi hicho cha umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuzaliwa kwake, ambacho tumezoea sisi kuita Noeli au Christmas, sisi wa Kristo tufanye nini? Ni lazima sisi tujiandae kiroho, huyu Kristo anayekuja kuchukua mwili wa mwanadamu aweze kuzaliwa katika mazingira ambayo yana utukufu kama yeye alivyo na utukufu. Kumbe ni lazima sisi kuzitakatifuza roho zetu kwa kuosha roho zetu kutoka katika huo uchafu wa dhambi na kuweka katika hali ya usafi kupitia sakramenti ya kitubio. Lakini zaidi sana wakati wenyewe wa kuzaliwa kwake, tunaposherekea huko kuzaliwa kwake, sisi tufanye nini? Si maandalizi tu hayo ya kiroho ambayo tunayafanya kama kutubu na kusafisha roho zetu, lakini kama tulivyozoea kwa tamaduni zetu kwamba kwenye sherehe hiyo tunasherekea pia kuifurahisha miili yetu, ambayo hiyo miili ndio inabeba roho zetu. Ili tendo si tu la kula vizuri, kuvaa vizuri na kufikiria kuwapeleka watoto wetu katika sehemu ambazo wanafurahi na kushangilia, au sisi kula vizuri, kunywa na kujiburudisha. Ni lazima pia tutafakari kwamba sisi Mungu anatushirikisha katika kazi ya ukombozi wa nafsi zetu kupitia kwa mama Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu, kama tulivyosikia katika somo la Injili. Hawa wameshiriki kwa sababu ya unyenyekevu wao na utayari wao wa kuweza kupokea mpango wa Mungu ili wokovu wa mwanadamu upitie kwao. Kumbe sisi nasi katika maisha yetu tukumbuke kuipokea hiyo ambayo Mungu anakuwa anatuelekeza katika maisha yetu, kwamba tupokee mpango wa ukombozi kupitia maisha yetu. Sisi yawezekana tukawa na changamoto nyingi katika maisha. Kumbe ni kupitia hizo changamoto ambazo Mungu yeye anataka sisi kupitia hizo tuweze kuzikomboa nafsi zetu. Mtakatifu Yosefu na mama Bikira Maria kupokea mpango haukuwa rahisi, kwa
kwa sababu mama Bikira Maria yeye alikuwa ni binti mdogo ambaye alipokea mpango wa Mungu wa kumzaa mwana akiwa na umri mdogo hivyo, na kwa taratibu za Kiyahudi mwanamke au binti asingeweza kuchukua ujauzito akiwa bado hajaolewa. Lakini mama Bikira Maria alikubali hilo. Mtakatifu Yosefu alikubali yeye kuwa baba mlishi, tofauti na ambavyo ingeweza kuwa kwa kipindi chetu kwamba umemposa binti na amebeba ujauzito na unajua atamzaa mwana ambaye sio wako. Kumbe kilikuwa ni kipindi kigumu kwao, lakini kwa sababu ya kukubali kupokea mpango wa Mungu wa ukombozi wa mwanadamu kupitia wao, wameweza kufanya haya. Basi na sisi tunaposherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mkombozi wetu, tupokee changamoto zetu na kukubali kwamba hizo kupitia kwazo Mungu anataka sisi kupitia hizo tuweze kushiriki katika ukombozi wa nafsi zetu. Na kwa kupitia mavuno haya ya familia tunapomshukuru Mungu kutamatisha mwaka huu wa Bwana 2025 na kumwomba baraka zake kwa mwaka 2026, basi sisi tuweze kuwa mabalozi wa hayo yaliyo ya Mungu na ujumbe wa kutakatifuza ulimwengu ili mwanadamu aweze kukombolewa na Mungu aweze kutukuzwa. Tunawatakia baraka njema ya siku kuu za Noeli na mwaka mpya. Bwana awatukuze na Bwana atustahilishe na kutimiza malengo yetu ambayo tumeyaweka ili kwa mwaka huu wa 2025 tunautamatisha na mwaka wa 2026 ambao tunauanza, basi Mungu aweze kubariki malengo yetu na aweze kutufanikisha katika yote. Tumsifu Yesu Kristo.